Yeah, so guys, before tuendelee nataka ukule pause. Ujione hii video. Mama ni rais wa nchi hii, sio kwa sababu mlipiga kura. Na sisi tumo. Tumo, na hii tumo. Lola ni nini? Loud and clear. If you know, you know. Hakuna kitu ya kuhide hapo. Huyu polisi amesema vizuri sana. Si ati Samia alishinda kura, si ndio? Si ati Samia ameshinda kura. Ni president leo kwa sababu alipigiwa kura. Tulikuwa na obvious police wakikuwa nje, police force wakiwa nje, lazima tu mtafanya venye polisi inasema. Wakisema ni right ni right, wakisema ni left ni left. So Mama Samia ulifanya vizuri kwa kujicompete na kujishinda na kujiapisha. Yeah, tunakutakia uongozi mwema. Okay, taarifa zinazotufikia kutoka Tanzania kwa sasa ni kwamba komanda wa polisi anasema kwamba hakuna raia yoyote ambaye aliuliwa ile wakati wa maandamano. Imeharibiwa. Hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa. Hakuna mwananchi pamoja na kukamata ambaye labda kwamba pamoja na kukamata lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwatia bila masharti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao. Lakini pia tunao wawili ambao tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii, ambao pia baada ya utaratibu za kisheria zikamilika, sheria itachukua mkondo wake. Hao wengi katika hao tisa hao ndio walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa jumla wake ni kama tunashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika, tukapembua tukaona kwamba hawahusiki, ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada hapo, baada ya kujadiliana kupata ulinzi na usalama, ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. Kuna swali la mwisho kwamba zipo taarifa zinazoendelea kwamba kuna baadhi ya raia wameuawa, lakini pia jeshi la baadhi ya wanajeshi la askari wako pia wameuawa. Kama tupate ukweli kwa dunia hii. Hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni moja wapo watu ambao tukiwapata tutachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro, wala hata kurushiwa jiwe hakuna. Hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda. Na nyinyi si watu wa ndugu, hakuna mtu aliyepita au akaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Ndio ile tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini mshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo afande Sipia Awadi kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja. Ndio so hizo rumors za 700 bodies, sijui mwili zinazikwa, kuna watu wamezikwa, hakuna story kama hiyo. Sijui ati mtu walipigwa risasi, sijui wachezaji walipigwa marisasi, nani. Hakuna ripoti yoyote ambayo wamepata mtu akiripoti kwamba kuna mtu wetu ambaye tunamtafuta na hatumuoni. Kuna mtu wetu ambaye tunamtafuta na hatumpati. Hakuna ripoti kama hiyo. Kwa ufupi, hiyo siku ya maandamano huyu komanda anajaribu kusema kulikuwa na amani yenye hata haijawahi onekana Tanzania. Unaona? Like kulikuwa na peace yenye haijawahi hata onekana siku moja Tanzania. Kwa sababu anasema hakuna hata majeraha yoyote ambayo imepatikana. Hakuna majeraha yoyote ambayo imeripotiwa kwa polisi. Ndio, na hakuna mtu mwenye ameenda kuuliza mtu wao amepotea. Sawa, umejionea video mwenyewe, umesikia vizuri vile amesema. Hakuna mtu yote ameenda kuripoti. So, hiyo wakati wa maandamano, kama wewe ulipoteza life hiyo wakati, hiyo ilikuwa tu bahati yako mbaya. Unajua kulikuwa na Mkenya ambaye aliuliwa huko hivyo Tanzania, na aliuliwa ile siku ya maandamano, si ndio? So, venye komanda anasema kwamba hakuna raia aliyeuliwa hiyo wakati wa maandamano. Tumepoteza ndugu wetu katika nchi ya Tanzania, ambapo alikuwa huko, amekuwa huko kwa miaka 10. Alikuwa mwalimu huko, na hivi karibuni wakati vita ilianza huko, tukapata ujumbe ya kwamba amepigwa risasi. Alipotoka shule, alikuwa ametoka tuition. Sasa wenzake wakamuona wakati hiyo risasi ilimshika, walipoachana na wakatupigia simu ya kwamba. So huyu ni kama hiyo ripoti haijawafikia, by the way, yeah? Ni kama hiyo ripoti haijawafikia. Anasema ni aje kwa total ya watu wote wenye wameshika, akona only 11 people. Na hapo kwa hao watu 11, watu 2 ni watu wenye walikuwa wanachochea maandamano. Sawa.
Kwa hao 11 watu wawili walikuwa wanachochea maandamano na ndio maana wameshikwa mpaka sasa hivi. Na kwa hao 9 wenye wamebaki, hawa ni watu walikuwa wanachoma taya kwa barabara. In fact, hiyo ni yani wamefungiwa tu, alafu baada ya kesi, baada ya siku kidogo watawachiliwa waende home. Hivi ndio huko komanda anajaribu kusema. Hapa kuna hizi video zenye zinaonyesha vizuri hawa polisi wakichukua wasee. Wenda gari. Hakuna. Wenda gari hapo. Sawa. Na bado kuna hii video inaonyesha vizuri huyu polisi wakitandika wase viboko kwa street. Haya, mnaingia ndani kwa namba, afu tuone tena nje. Anza huko. Unaona? Watu wananyoroshwa ni kama watoto wa primary, ama ni kama wanafunzi ambao wamelalishwa chini kukula tu viboko. So hivyo hiyo ni ripoti ya komanda. Kwa ufupi, huyu jamaa anasema hiyo rumors, okay, hiyo yote yenye mmesikia ni rumors. But nataka tu kuuliza swali rahisi. Ni ukweli ama ni uongo? Kulikuwa na videos mob zimesirculate hapo TikTok, si ndio? Neti kuna video mob. Alafu kitu moja about one thing about CNN documentary, wakianza kudocument kitu tu itajiweka wazi, si ndio? Itajiweka tu wazi. So CNN wanataka kunda documentary. Mnakumbuka yenye ilikuwa ya Kenya? Sitaki tukumbuke story, but si kulikuwa na documentary. Na unajua CNN wanajua kuunda vitu zao. Like they are professional, wanajua kupanga vitu zao na wanajua kuunda vitu zao. Kuna Larry Madowo hapa anasema hivi. Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM, iko. So kama uko na video, tafadhali DM Larry Madowo hapo TikTok. Wewe jua venye utamfikia, make sure wewe jua venye utamfikia, tuma video yako ifikie, tujue tuna save lives ama tunaendelea kuongea hizi, at least mtuweke wazi, tujue kama ni porojo ama ni ukweli. So baada ya kutuma hizo videos ama baada ya kufanya hizo mavitu zote zenye mnafaa kufanya, kutaunda documentary, sawa? CNN wanajua kufanya hii kitu venye inafaa, sawa? Polisi akarudia akasema kwamba hakuna polisi yote ambaye alipigwa Tanzania, sawa? Hakuna polisi ambaye alipigwa Tanzania, na hakuna bado polisi mwenye aliuliwa Tanzania. Hapa kuna hii video ya huyu jamaa. Ndio kuhusu kodi zetu. Makamanda vibe. Ndio makamanda. Mama. Kama ulishonewa wewe. Ulishonewa wewe.
Nguo kama walikupima nini? Walimpima walijua kitakachowakuta. Nishapata na pete. Twende vichange vitanze. Twende. Twende baba. Hivi hapa. Shati. Kama umesahau shati. Wakipiga huko wakupe saluti. Asante sana. Na kiatu basi. Mwisho akuvaa. Mwenzake uko wapi? Ndio kuhusu kodi zetu. Tukwenda kwanza polisi hizo. Chana. Uniform. Bado chukua butu hizo. Beba. Dr. DJ hapa. Baini jango. Kodi zetu hizo. Chukua jango hii. Piga. Vaa kofia hiyo. Tukwenda kwanza polisi hizo. Hii ni uniform ya polisi by the way. So hii ni uniform ya polisi, sawa? Hii ni sare rasmi ya polisi wa Tanzania. Hii sijui ni kala gani, sijui ni kijani kibichi ama nini. Hii ni sare kamili ya wanajeshi ama polisi wa Tanzania. Ameipataje hii uniform? Na si unaona huyo msee alishika kwa sababu alikuwa na sare ya polisi. Anyway guys, wacha tungoje CNN.